tofauti, na watu wengi hawafahamu. Mtoto sio mali wa familia, mtoto ni mali ya dola. Soma sheria ya mtoto, lakini pia soma kanuni ya adhabu, Penal Code. Moja ya makosa katika Penal Code ni wewe kutokumulisha mtoto wako, ni wewe kutokumnunulia mtoto wako nguo, ni wewe kumtesa mtoto wako. Iko ndani ya Penal Code, ni kosa la jinai, sababu mtoto ni mali ya dola. Na ndio maana hata inapotokea talaka kuhusu mtoto abaki na nani, wote wawili wanaweza wakanyima ubaki na mtoto. Baba na mama wakasema hawa hawawezi kumtunza mtoto, akatafutwa foster parent, kwa sababu mtoto ni mali ya taifa, sio mali yako. Wewe wajibu wako ni kumzaa, ukishamzaa ni mali ya taifa, na taifa lina haki ya kukwambia mtoto huyu 1, 2, 3. Ndio maana tuna maafisa ustawi wa jamii, wakifanya kazi yao vizuri sana, wengi mtanyang'anywa watoto kwa sababu hawamwatendei vizuri hawa raia wa Tanzania hawa, na serikali itawachukua na kuwapa wenye uwezo wa kuwatunza na kuwaangalia, sababu ndio msingi. Sasa yale mengine ya ndoa jana yamesemwa vizuri sana na mwenye pingu, na mimi siyaingilie. Sasa haya yote tumeyasema ndio msingi wetu, lakini katiba na sheria zetu pia imeunda taasisi za kusimamia mambo haya. Ziko taasisi za kusimamia, viko vyombo vya kusimamia misingi ya taifa, maadili. Nitakwenda kwa haraka ili nitoe muda. Taasisi za kisheria za kusimamia maadili zipo, na moja ya mambo ambayo yalimhangaisha Mwalimu mara baada ya kupata uhuru mwaka 61 ni viongozi mbalimbali walipoanza kutumia madaraka yao vibaya, abuse of power. Sasa nimwambie, alipoona wale district commissioner wanajitutumua sana, akafuta cheo hicho, akawaita area commissioner. Sijui kama mnafahamu, kuna wakati DC walibadilishwa majina kutoka district commissioner wakawa area commissioner. Maka aliona lile neno district linawafanya bado waone ule district commissioner wa wale DC wa kikoloni. Ilimhangaisha sana, abuse of power, ambapo pia ni kinyume cha maadili, ni kinyume cha misingi ya taifa. Ndio maana katika kulihangaikia hilo, Mwalimu akaunda kitu kilichoitwa Tume ya Kudumu ya Uchunguzi, Permanent Commission of Inquiry. Na wale wa umri mkubwa zaidi ya mimi wanajua, ilikuwa wale wazee watatu na mwanasheria wao wa Permanent Commission of Inquiry wakifika mahali, DC, afisa tarafa, daktari wa wilaya, mkuu wa dispensary, kila mtu anajua leo kwa kazi, kwa sababu wao walikuwa wanafika pale, wanakusanya malalamiko yote ya matumizi mabaya ya madaraka, wanampelekea taarifa rais, na yeye anachukua hatua. Na sasa hiyo imekuwa ndio Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, the Commission for Human Rights and Good Governance, ambayo iko katika ibara ya 129 mpaka 131 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.